wote, na ukatumike sasa kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ukameze wote wanaoinuka kinyume cha Bwana, wanaofanya uharibifu. Ewe ardhi ukameze, ewe ardhi ukameze, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba seketereka, ninakuhamisha upande. Ewe ardhi sikia neno Bwana, ninakuhamisha upande leo. Ukanimiliki, ukapate kuwa mtumishi hai, aliye hai wa Bwana. Kumbuka ni Mungu aliyekuumba. Rabo sikataya, unabudi tena, hauna mamlaka tena ya kutuleti. Raba sikataya ni washida. Robo seketereka ndabo sika. Ukameze na kumbuli zao, ukameze na uchawi wao, ukameze na iliti zao, ukameze na kila laana zao, ukameze na manuizo yao, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Rapa seketere kada bosikataya, ropo shindire bosikataya, rebo seketere kada bosika, majeshi shika anga rabo sikataya, ropo shanda basikataya, riko shanda basikataya, rebo seketere kada bosika. Wewe ni miliki ya Bwana, ni mtumishi ule hayo Bwana. Umeumbwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wake, umeumbwa na Mungu kwa ajili ya heshima na utukufu wake. Heshima na utukufu ni kwa ajili ya Bwana, wala si kwa ajili ya shetani na atendi zao na waganga wao na wachawi wao. Rapa seketere kada bosika. Ninakupa damu ya Yesu sasa, nalipa damu ya Yesu sasa, nikapate ribosia kai. Damu ya Yesu ikazime kila damu zote zilizopokea, damu ya Yesu ikazime kila nguvu za damu yote za kafara, kafara za ng'ombe, kafara za watu. Basi nipende kuwakaribisha watu wote kwenye viwanja hivi vya kanisa la Yohana Mtakatifu kwa ajili ya mkutano wetu wa kanisa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amependa sisi tuwepo mahali hapa kwa ajili ya kumtumikia yeye na kumtukuza yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tusimame tuombe. Tusimame tuombe ili moja kwa moja tuendelee kuwakaribisha watumishi wa Mungu waendelee na huduma. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunaliinua na kulitukuza jina lako kwa sababu ya upendo wako kwetu. Asante kwani umekuwa pamoja nasi toka tulipoamka asubuhi kwa siku ya leo. Umeweza kututangulia katika kazi zetu za mikono, lakini kwa neema yako Mungu umependa sisi tuwepo mahali hapa katika jioni hii. Umetupa nafasi Bwana iliyo njema. Nasi tunajiachia mikononi mwako Mungu. Naomba ukapate kuwa pamoja nasi. Weka watumishi wako kwa ajili ya huduma ya neno lako Bwana. Na hata yule atakayesimama Mungu katika kulinena neno lako, endelea kumtia nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Mvuvie Bwana sawa sawa na mapenzi yako, ili Mungu kapate kumtumia kinywa chake katika kulinena neno lako takatifu. Asante kwa sababu ya watumishi wako walioko mahali hapa, maana umewaandaa kwa ajili ya kulipokea neno la uzima. Uwe pamoja nasi ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Basi nafikiri tuko huru sasa kwa ajili ya kuendelea na ratiba nyingine. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amependa kuwaleta watumishi wa Mungu mahali hapa. Nasi tunapenda sana tuwape uhuru kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa kile ambacho Mungu ameweza kuwatendea au ameweza Mungu kuwaleta mahali hapa akiwa na makusudi kabisa. Kuna kitu ambacho Mungu amewekeza kwao, nasi tunawapa uhuru kwa ajili ya kile ambacho Mungu amewapa waweze kukitumia mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuwakaribishe Shalom amsifu Mungu ili mtumishi aweze kusogea mahali hapa. Kama wako tayari. Shalom kwaya. Basi naomba tusimame kwa ajili ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno.
naomba tushike maiki kwa ajili ya kuimba pambio la kuabudu mtumishi wa Mungu anapokuja mahali hapa. Naomba tusimame, wanaoweza kushika maiki tushike maiki pale kwa ajili ya kuimba pambio la kuabudu. Tusimame kwa ajili ya kuimba pambio la kuabudu tunapoweka pambio la kuabudu. Mheshimiwa Mungu, tusimame juu. Mamlaka uko mbinguni, ukashuka kutukomboa. Uliacha enzi yako na mamlaka uko ukashuka kutukomboa. Mwambie Yesu wastahili, Baba yale mahusiano kati yetu na Mungu yakapotea, ule umiliki wa kwetu kama wanadamu ukapotea, ile hali ya kuwa wana wa Mungu ikapotea. Kwa hiyo Yesu Kristo kama Mungu akashuka kwa ajili ya kutupatanisha sisi na nafsi yake. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini azaliwe? Ndio kwenye pointi yetu. Kwa nini azaliwe? Jambo la kwanza kama unaandika, alikuja kutuokoa dhidi ya dhambi inayotupelekea kumilikiwa na shetani. Yesu Kristo alikuja kutuokoa
alikuja kutuokoa dhidi ya dhambi inayotupelekea sisi kumilikiwa na shetani. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia, dhambi ilikuwa haiondolewi kwa njia yoyote ile, bali walikuwa wanatoa sadaka za dhambi ambazo ni kuifunika dhambi kwenye Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa wanatoa sadaka ya dhambi kwa ajili ya kufunika dhambi, lakini sio kufuta dhambi. Kwa hiyo watu walikuwa chini ya umiliki wa shetani kwa sababu ya maovu yao. Kwa hiyo Yesu Kristo kuja ni kwa ajili ya kutuondoa katika utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Najua masomo ndo myapendi. Ukisikia dhambi tu ampendi nakoma. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Alikuja kutuokoa dhidi ya dhambi inayotupelekea kumilikiwa na shetani. Maana yake Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 8, Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 8 anasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kila atendaye dhambi ni wa nani? Kila atendaye dhambi ni wa nani? Nani angepona? Wewe mwenyewe ulipoka hapo, muulize mwenzako, ungepona kweli? Akale kaombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umekaa hapo baada ya kusikiliza neno la Mungu na tafakari tu. Yaani unatafakari. Kuna vitu vinaongelewa huku ndani tofauti na ninachokisema. Uongo. Unaangalia kama uko hapa kumbe haupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa hiyo ni nani basi angepona? Kama ukidanganya tu kidogo ni dhambi. Biblia inasema jambo lolote usilolifanya kwa imani ni dhambi. Ni mangapi unafanya pasipo imani? Unaotesha tu, unasema naotesha lakini sijui kama nitavuna. Ni dhambi tayari. Maana kila mwanadamu alitendalo pasipo imani ni dhambi. Ukidanganya kidogo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku imepita hata kuomba hata kusoma neno la Mungu hujawahi, ni dhambi. Utasemaje unampenda Mungu na ufanye ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na asili yetu ni dhambi. Umekaa tu hapo na waza, umewazia mwenzako vibaya, ni dhambi. Umeenda kinyume na amri za Mungu, ni dhambi. Nani basi angepona? Nani basi angejiepusha na Ibilisi? Manake Yesu Kristo alikuja, ndio maana akasema kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa kusudi hilo mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Manake nini? Kila atakayekuwa ametenda dhambi moja anahesabika ni wa shetani, na hauna namna unaweza kujitetea. Hata kama unahubiri, hata kama unaomba, hata kama unaimba kwaya, hata kama unasoma Biblia, lakini kama umetenda dhambi unahesabika wewe ni wa Ibilisi. Lakini Biblia inasema kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Manake kuwatoa watu kwenye utumwa. Ukishakuwa ni mtu wa dhambi unaingizwa kwenye utumwa wa shetani. Kwa hiyo unapokaa kwenye utumwa wa shetani, pasipo Yesu huwezi ukachomoka. Huwezi ukachomoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo kazi mojawapo alikuja kutuokoa dhidi ya dhambi na kututoa katika utumwa wa shetani. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi. Manake Biblia inasema kwamba shetani ni mshtaki wetu. Uongo.
Si kweli eh? Kwa hiyo anakustakije? Anakustaki kwa sababu ukitenda dhambi sawa sawa na neno la Mungu, wewe ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa mahali hapa mnanielewa kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 1 mlango wa kwanza mstari wa 7. Waefeso mlango wa kwanza mstari ule wa 7. Andika. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwa hiyo kinachofanya tukombolewe ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Anasema katika yeye tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Maana yake katika Yesu Kristo ametuletea ukombozi katika damu yake. Maana tulikuwa kwenye utumwa wa dhambi, tulikuwa kwenye utumwa wa shetani, lakini kwa sababu Yesu Kristo amekuja ametuondoa kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona bado unakaa kwenye utumwa, maana yake hujaelewa neno. Bwana asifiwe. Biblia inasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachomweka mtu huru ni kujua ukweli. Kwa hiyo siku ya leo nataka mjue ukweli, watu wa Yohana, ya kwamba katika damu ya Yesu tuliwekwa huru. Katika damu ya Yesu tunasamehewa dhambi. Haijalishi dhambi zako ni nyingi kiasi gani, haijalishi kila unapopita watu wanakunyesha vidole, lakini utakapoamua kuacha hizo dhambi na kumgeukia Yesu, anafuta kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wala hawatakuweza kama wachawi walikuwa wanakuweza kwa sababu ya makosa yako, wanakufunga ili usiendelee mbele, lakini kwa sababu ya msamaha unaopatikana ndani ya damu ya Yesu, ndani ya msalaba, unawekwa huru, unakuwa salama, mambo yako yanasonga mbele. Wakipiga ramli zao kwa ajili ya kukuzuia, wewe unasonga mbele. Wakienda kwa waganga kwa ajili ya kukuzuia, wewe utasonga mbele, kwa sababu Kristo yuko ndani yako. Piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. Watu hawapendi maendeleo ya wenzao, hawapendi ndugu zao waende mbele, hawapendi waone watoto wako wakisonga mbele, lakini sikia neno la Bwana. Ukiwa na Yesu ndani yako, yeye ndiye msaada wako, yeye ndiye ukombozi wako. Ukombozi wetu uko ndani ya Kristo. Ukombozi wako uko ndani ya Kristo. Shetani hakuwezi kama hauna dhambi, ila ukiwa na dhambi shetani anakuweza. Kwa hiyo unapokaa karibu na Yesu, anafuta makosa yako, anakuweka safi. Wakijaribu kukuloga, wanashangaa Yesu amesimama mbele yako. Wanasema mbona huyu alikuwaga na dhambi, mbona huyu alikuwaga mchawi? Baada ya kutupilia uchawi wake mbali, baada ya kuacha uzinzi wake, baada ya kuacha uongo wake, amemrudia Bwana, na Bwana ni tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Zamani kulikuwa hakuna msamaha wa dhambi, kulikuwa hakuna kusamehewa. Kipindi cha Agano la Kale, umetenda dhambi unafia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye mahekalu kulikuwa na pazia ya kwamba hata kama ni kuhani ametenda dhambi, akiingia kule anafia madhabahuni. Bwana asifiwe. Lakini leo atakayeamini ataokoka, asiamini atahukumiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunao msamaha wa dhambi zetu katika Yesu Kristo. Usijihukumu dada, umeshindwa kuacha hiyo dhambi. Usijihukumu kaka, umeshindwa kuacha hiyo dhambi. Lakini Yesu yuko mahali hapa. Utakapokubali leo kumkabidhi maisha yako, yeye anabebaga vyote. Sema anabebaga vyote. Anabeba vyote. Na akishabeba vyote, nakwambia hata walale uchi hawatakuweza katika jina la Yesu. Hata waloge mpaka wageukie hawatakuweza katika jina la Yesu. Wakisema watoto wako watabaki hapa walipo, watashangaa wanasonga mbele. Hata kama waliachia shule wakiwa darasa la 7, lakini bado Mungu anaweza kufungua njia. Mungu wetu anafanya njia pasipokuwa na njia. Sema amen kwa jina
Yesu. Nasema sema amen kwa jina la Yesu. Mungu wetu azuiliwi na kusoma. Mungu wetu azuiliwi na mazingira. Mungu wetu azuiliwi na chochote. Bado Mungu anaweza kufanya njia kwa ajili yako kijana. Bado Mungu anaweza kufanya njia kwa ajili ya watoto wako mama. Bado Mungu ana uwezo wa kufanya njia. Sema amen. Sema amen. Jambo la pili, tutaishia hapo kwa leo. Jambo la pili, andika. Alikuja kurudisha mahusiano yetu na Mungu yaliyopotea baada ya kuingia kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la pili, mtu akikuuliza ni kwamba kwa nini Yesu alizaliwa, utamwambia kwamba alikuja kurudisha mahusiano yetu na Mungu yaliyopotea baada ya anguko la dhambi. Mahusiano yako na Mungu yanaharibiwa na dhambi, lakini Yesu ana uwezo wa kurudisha mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu uko hapa, kadri unapoomba unaona kama Mungu akusikii, unaona kama Mungu anajibu watu wengine, lakini kwako amekuacha. Umezunguka kila mahali, umeombewa, lakini unashangaa kwamba uko kama ulivyo. Lakini nataka nikwambie, baada ya kumpa Yesu maisha yako, baada ya kumkabidhi Yesu maisha yako, anapoingia kwako atasikia maombi yako na atakupa hitaji la moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikuja ili kurudisha mahusiano yetu na Mungu yaliyopotea baada ya dhambi, baada ya kuingia kwa dhambi. Fungua na mimi kitabu cha Isaya mlango wa 49 na ule mstari wa 2. Neno la Bwana linasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, hata hataki kusikia. Kwa hiyo dhambi inaondoa mahusiano kati yako na Mungu. Dhambi inavunja mahusiano kati ya mtu na Mungu. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Haya, anayeturudisha baada ya sisi kufarakana na Mungu ni nani? Ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayerudisha mahusiano yetu baada ya sisi kufarakanishwa na Mungu wetu kwa sababu ya maovu tuliyodanganywa na shetani, anayeturudisha ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Angalia sasa Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 19. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 19 anasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akaupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yaani kama mmeibiwa vile. Kuna watu wananisikiliza hapa, au ndo neno linaingia kama mpo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muda mfupi ujao kitaeleweka katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Maana yake kama Mungu ametia ndani yangu neno la upatanisho, basi mimi naweza kukupatanisha tena na Mungu wako katika jina la Yesu. Ndio maana nimekuja hapa kwenu kwa ajili ya watu wa mahali hapa wapatane tena na Mungu wao. Kama kulikuwa na dhambi na kutesa, wakikimbilia kwa Yesu, anaondoa kiu ya hiyo dhambi katika jina la Yesu. Hata kama sio wewe, hata kama ni mume wako, ukisimama wewe, hiyo dhambi na hiyo kiu ya pombe inaondolewa.
hiyo dhambi na kiu ya uasherati inaondolewa. Hiyo kiu na dhambi ya uzinzi inaondolewa, inaondoka kabisa. Inaondoka kabisa. Na mtu anasema mtumishi hujui tu. Najua. Bwana Yesu asifiwe. Yani hako kakiu kamnyweso kanaondoka, kanaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kanaisha kabisa, unabaki huru, kwa sababu dhambi ni utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni utumwa. Utafanya leo, utadhani imekutosheleza, jioni inakusukuma tena kufanya. Baada ya kumaliza unajilaumu, inakusukuma tena kufanya. Unajilaumu, inakusukuma tena kufanya. Dhambi ni utumwa. Hata wachawi ni watumwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Wao usiku wenzako wanalala, wewe ni kuzunguka kwenye nyumba za watu ukiwalindia. Wewe sio mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Ukiwa na Yesu, hata wachawi wapite kwako kila siku, acha wakulindie nyumba yako. Sasa unahangaika nao nini? Bwana Yesu asifiwe. Wala hata usijisumbue na rukaruka juu ya bati, acha wakuimarishie bati lako. Bwana Yesu asifiwe. Wanarukaruka nje kwako, ukiamka asubuhi kumefagiliwa, waambie dekini kabisa, wekena dekio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu aliyeko ndani ya Kristo haogopi chochote. Ukiwa ndani ya Yesu una ushindi ndani yako. Usiogope. Wanakusema, shukuru Mungu katoe na sadaka kabisa, kwa sababu wamekuona. Sasa yani mpaka unasema wewe ni special. Mwambie mwenzako you are special. Wewe ni special, ndio maana wanakusema. Hata kama anakusema kwa mabaya, yupo Mungu anakutetea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema huyu mama hawezi kufanikiwa, huyu hawezi kuenda popote, watoto wake hawana akili. Hata endelee kusema, ili siku moja watoto wako wakutembelea na gari, waseme kumbe hao watoto walikuwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anakusema, unahangaika naye, hata endelee kukutangazia, hata endelee kufanya taarifa ya habari. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ng'ang'ana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ng'ang'ana na Yesu. Hata ukuseme we dada, pengine unakaa na mama yako tu, unasema ile dada kuolewa aliolewa limekaa tu hapa, halina kazi ya kufanya. Wewe ng'ang'ana na Bwana. Yupo siku moja Mungu atafungua milango. Atasikia ndoa yako ikitangazwa hadi kwenye mitandao, kwa sababu Bwana hajawahi kumwacha mtu. Hajawahi kumwacha mtu, ila mtu ndiye anayemwacha mtu. Acha waseme hivi ili ushuhuda uwe mzuri. Ili ushuhuda uwe mzuri, usiibuke tu. Tulijua tu huyu atafanikiwa. Si ulikuwa unaona anapopambana? Huyu tulijua tu ni kufanikiwa. Ushuhuda mzuri ni ule watu wakuseme. Watu wakuseme. Biblia inasema katikati yao kuandaa meza machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hacha katikati ya wale kusema vibaya, hapo hapo Bwana akakufanikishe kwa jina la Yesu Kristo. Katikati ya wale kuloga, hapo hapo Bwana akakuinue. Maana Yesu akikaa ndani yako, you are very special and powerful. Una nguvu na uwezo, na wewe ni special. Bwana asifiwe. Watakukubali hata kama anakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Watakuja kukupokea hata kama walikuwa wataki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ng'ang'ana na Yesu. Yesu ndio ukombozi wako. Waganga sio ukombozi. Usidanganywe na waganga wa kienyeji, ni waongo. Waongo kabisa. Bwana asifiwe. Hata kama mtumishi unasema, kuna nini mtu nasikia anasema, wewe mtumishi unajua ninaongea nini? Najua ni waongo. Hata kama ulienda ukapona, sikia wale kitu wanachofanya. Wakati umeenda pale unaumwa, unaliroho la magonjwa, anaenda anatafuta pepo kubwa zaidi ya lile loko ndani yako, anakwambia chinja, mnatoa sadaka pale. Lile kubwa ndo linaingizwa ndani yako, linamtuliza yule mdogo, anatulia. Na hilo kubwa linaingizwa ndani yako linatulia. Kwa hiyo anakuwa mangapi? Baada ya muda ile sadaka ya damu iki-expire,
yote mawili yanataka. Ugonjwa wa huyu mtu unakuwa hali yake ni mbaya zaidi ya ile ya mwanzo. Anasema nilipona kwa mganga, anaenda tena kwa mganga, anaongezewa la ngapi? La tatu. Hili la tatu ni kubwa kuliko yale mawili ya kwanza. Hili kubwa linawatuliza wadogo. Nyamazeni kimya. Bwana asifiwe. Kwa sababu ametolewa na kafara ya damu ya kuku, sijui ng'ombe, sijui mbuzi, yote anatulia. Huyu mtu anaona amepona. Baada ya ile damu kuexpire, yote anainuka. Yakiinuka, akienda kwa mganga, mganga akichungulia yale mapepo na majini ndani yako, akiyaona yale mapepo, hana kubwa zaidi ya yale, anakufukuza. Uongo? Hamna watu walioenda kwa mganga wakafukuzwa? Sasa ona fulani wafukuza kwa sababu gani? Mganga mapepo yake ni madogo kuliko yaliyoko ndani yako. Utasikia siwezi kukutibia, ondoka. Tena nakufukuza kabisa, ondoka. Kwa nini? Amechungulia ndani yako, amegundua mapepo na mashetani yaliyoko ndani yako ni makubwa kuliko uwezo alionao, anakufukuza. Ona kama mganga anatoa. Nani kasema? Nani kasema? Na wagogo wengi wanapenda waganga, sijui kwa nini. Bwana asifiwe. Watawaua hao waganga. Bwana asifiwe. Vitoto kama hivi tumeshapelekwa kwa waganga, vimepigwa chale za kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Tumemleta Yesu mwenye damu isiyo expire katika jina la Yesu. Ukipokea hiyo damu ya msalaba, unakuwa salama wewe na watoto wako. Unakuwa salama leo, kesho mpaka milele. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Hiyo ni damu ya Yesu, inatosha. Nasema damu ya Yesu inatosha. Utachinja ng'ombe mpaka uzimalize na ugonjwa uko pale pale. Yesu ni bure brashi. Bwana asifiwe. Kwa Yesu ni bure. Angalia tu sadaka unaotoka kwa mganga, angalia na sadaka unaotoka kanisani. Najiona tu ni mjinga. Unayempa sadaka kubwa, si unaamini ya kwamba ana uwezo kukuponya kuliko unampa sadaka ndogo? Yaani Mungu akuponya unamletea 50, 100, 200. Afu kwa mganga unapeleka ng'ombe. Afu unasema Mungu ataniponya. Unafikiria Mungu ana akili? Unamfanya Mungu mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Uliyempa valu nenda kwake. Musa akamwambia anayemtaka Mungu aje huku. Kama utaki Mungu nenda kule. Bwana asifiwe. Uwezi huku kanisani ukatoa 200 kwa mganga ukapeleka dume la ng'ombe, alafu ukasema mimi namwamini Yesu na kwa naimba. Utaomba mpaka magoti yachanike na utajibiwa. Mungu anataka heshima yake. Biblia inasema kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Kama Mungu ni Mungu wako, heshima yake kama Mungu iko wapi? Au kileta kanisani unasema na wapo watumishi wanakuwa wana shida, kwani si wamelimu? Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Tumalizie pointi yetu, tuende kwenye maombi. Kwa hiyo Yesu alikuja kurudisha mahusiano yaliyopotea kwa sababu ya dhambi. Mahusiano yaliyopotea kwa sababu ya dhambi. Ukisoma Waefeso 2:16 anasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuifisha ule uadui kwa huo msalaba. Kwa hiyo kitu kilichotokea ni kwamba Yesu alitupatanisha sisi na Mungu wetu kwa njia ya msalaba, akiisha kuondoa ule uadui. Kwa hiyo tulikuwa maadui na Mungu wetu, lakini kwa sababu ya msalaba na Yesu. Simama kwa miguu yako. Harashana. Simama tu kwa miguu yako popote ulipo. Inua mikono yako, tutaimba hii nyimbo inaimba msalaba ndio asili ya mema. Na ujua msalaba ndio asili ya mema. Kulika tu macho yako. Kulika macho yako. Harabashana ramakulu. Kulika tu macho yako soko. Yesu. Leo Bwana. Hey!
Baba, asante kwa ajili ya majira haya, asante kwa ajili ya damu yako, asante kwa ajili ya siku yetu ya kwanza. Ninakutukuza na kulibariki jina lako. Ninaachilia damu ya Yesu ndani ya mioyo ya watoto wako. Mungu, wasione haya ya kuikiri imani, wasione haya ya kuikiri jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shusha tu mikono yako, wakati umefunika macho yako, naomba kuuliza swali hili. Unatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Mahusiano yako na Mungu yarejee. Kibali ambacho ulikuwa huna kirejee. Utumishi ambao unatamani kumtumikia Mungu uongezeke ndani yako. Unatamani Mungu afungue milango kwa ajili yako. Unatamani Mungu aanze kukupigania dhidi ya mateso ya wachawi, dhidi ya mateso ya waganga, dhidi ya mateso ya wagonjwa. Unatamani Yesu aingie ndani yako siku hii ya leo. Kuokoka sio dini mpya, wala kumpa Yesu maisha yako si haimaanishi kwamba hujaokoka. Biblia inasema alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kama siku ya leo unatamani kutengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu, ili Yesu Kristo awe mtetezi wako, awe Mungu wako, akusaidie kwenye kila eneo, utakapoita usikie akiitika, unaweza ukainua mikono yako juu. Tukaomba na wewe. Asante Yesu. Harawa shanda rabakuya. Funika tu macho yako, usimwangalie mwenzako. Huna pa kumpeleka, huna pa kumpeleka. Unatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unatamani kuanzia leo uanze kumwona Mungu akikusaidia kwenye maisha yako. Inua tena mkono wako mmoja juu. Asante Bwana. Harawa shanda rabakuya. Funika tu macho yako. Wakati umenyosha mkono wako, unaweza ukachukua hatua ya kusogea mbele kama wako. Hebu chukua hatua ya kusogea mpaka hapa hivi. Tuombe na wewe. Usiogope kwa habari ya maombi. Kuna watu wanaogopa sana maombi. Usiogope maombi. Sisi hatujaja hapa kwa ajili ya nguvu za giza. Tumekuja hapa kwa ajili ya Mungu. Sogea tu mbele. Msichana sogea. Sogea tu kwa Yesu. Usiogope. Harawashana. Sogea tu. Uwe ni mtoto, uwe ni mtu mzima. Sogea tu dadangu, usimwangalie mwenzako. Hata mama yako hana pa kukupeleka. Hata dada yako hana pa kukupeleka. Hata mchungaji wako hana pa kukupeleka. Mimi mwenyewe sina pa kukupeleka. Mimi nakuelekeza tu wapi pa kwenda. Tukutane kwa Bwana. Harawashana rabakuya. Endelea kufunika macho yako. Unatamani Yesu aingilie kati maisha yako. Usibaki kama ulivyo. Wewe ni mtumishi, unatamani kuwa mtumishi wa Mungu. Usibaki kwenye level hiyo uliopo. Mungu akuinue kwa viwango vya juu. Unaweza ukasogea mbele. Uliokoka ukarudi nyuma. Huna nguvu ya maombi ndani yako. Unatamani kuomba, unashindwa. Vita kila kona na ujui nini cha kufanya. Sogea tuombe na wewe. Harawasha. Funike macho yetu. Bado Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu anataka kuwasaidia yao, lakini shetani ameweka zuio ndani ya mioyo yao. Anaona ya kwamba nikipita nitaonekanaje. Nataka nikwambie utaonekanaje
huwezi ukaonekana vibaya. Huyo anayekwambia usipite, huyo ni shetani. Kama uko hapa na unasikia sauti inakwambia usiende, huyo ni shetani. Huyo ni shetani. Huyo ni shetani. Unasikia sauti inakwambia usiende, usiende, huyo ni shetani. Nasi usafi wa damu yakwa ikwakwa, oh, nimesogea, nimesogea, sogea tu ikwako, ni safi wa damu yakwa ikwakwa. Hebu unataka kusogea kwa Yesu, sogea. Nimesogea, nimesogea chini pako, chini pako arawasha, ni safi wa damu yakwa ikwakwa. Neno la Mungu linasema alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Yesu anapokuja kwenye maeneo kama haya, haji kwa sababu ya watu ambao sio wake, anakuja kwa watu wake. Na kama anakuja kwa watu wake, anahitaji mtu ambaye yuko tayari kumpokea, pasipo kuangalia nyuma, pasipo kuangalia jirani yake, kwa sababu hakuna anaenda na mtu. Ukifa unazikwa peke yako. Sitaki kuatishia wala kuongea maneno mengi, ila kama ndani yako unatamani kumpa Yesu maisha yako, bado nafasi ninakupa tena. Sogea. Huwezi kujua kwamba leo, baada ya leo, Mungu anakuhitaji. Hatuwezi kujua utaenda kusema nini. Harabashanda. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako. Inua mkono wako juu. Harabashaka. Na wala hata msiwashangae ya kwamba ni watoto wadogo wamempa Yesu maisha yao. Sasa hivi watoto wadogo kama hawa wanatumikishwa na nguvu za giza hujawahi kuona. Wanafanya ushirikina hujawahi kuona. Fuatilia channel yetu ya YouTube utaona. Tulienda sehemu moja inaitwa Ikombo. Watoto ni wachawi sijawahi kuona. Wadogo. Kwa hiyo maisha yetu hayatakuwa salama kama Yesu hatakuwa ndani yetu. Ila kama una uhakika kwamba Bwana yupo ndani yako, uwe na amani. Sikia sauti inakwambia nenda, njoo mwanangu, njoo. Kama unasikia sauti inakwambia usiende, huyo ni shetani. Kama uje ukusikia, nyosha mikono yako juu. Tufunike macho yetu mpaka kule. Utafuatisha sala hii kwa nguvu, na Yesu atakuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hautakuwa wa kawaida. Sema Bwana Yesu. Kwa nguvu, kwa nguvu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako pasipo kulazimishwa na yoyote. Nimelisikia neno lako. Ninakuhitaji kwenye maisha yangu, kwenye
yangu, usiniache. Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, ingia ndani ya moyo, uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Dhambi isinishinde, majaribu yasinishinde, bali wewe Bwana uwe msaada wangu popote ninapokwenda. Nenda pamoja nami ninapokuwa shuleni, nenda pamoja nami ninapokuwa nyumbani, nenda pamoja nami kwa jina la Yesu. Ewe shetani, enyi wachawi, mimi sio mali yenu tena. Kuanzia leo ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, najitoa kuwa wako. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu mpaka mwisho, kwa jina la Yesu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima kwa damu ya Yesu. Yatakapotajwa majina wanaotakiwa kurithi ufalme wako, jina langu likawepo kwa jina la Yesu. Amen. Tulia tu mwalimu. Harawasha. Yesu unaweza kuchukua roho yako. Harawasha. Funika tu macho yako tuombe na wewe. Mungu, asante kwa ajili ya watu hawa ambao Mungu siku ya leo wamekupokea. Na yoyote aliyekupokea ni wa kwako. Biblia inasema kwamba kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Mungu, ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo, kila aliyekuja mahali hapa kwa nia ya kukupokea na shetani anachezea maisha yake, siku ya leo huo mkataba na mateso yakakome kwake kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, pita kwao na uwafungue kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa kuwa ni mwema. Asante kwa ajili ya uzima wako. Asante kwa kuwa ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu amekupokea, ni wako huyu. Shetani sio mali yenu, watoto hawa sio mali yenu. Kwa jina la Yesu ni mali ya Kristo. Kila udhaifu unaondolewa juu yako, unaondolewa juu yako. Karabashanda rabakuria mantelebusiki. Kila uchawi uliofanyika juu yako unaharibiwa saa hii, unaharibiwa saa hii kwa jina la Yesu. Udhaifu unaondoka juu yako. Moja, walioiba nyota yako na kukuficha makaburini, ninakuokoa kwa damu ya Yesu. Ninakuokoa kwa damu ya Yesu. Hutabaki kama ulivyokuwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu na yafungua maisha yako, na yafungua maisha yako, na yafungua maisha yako. Afata kwa jina la Yesu. Mungu, okoa vijana hawa, nguvu zako ziwe juu yao. Mungu, watetee kwa neema yako, uwe pamoja nao. Kila vifungo viachie, maisha yao na yakabidhi kwako. Kila aliyefungwa na amuru wafunguke sasa. Kila aliyeibiwa kichawi aachiliwe sasa. Nguvu za giza achia kijana huyu. Moja, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Toka, achia haraka. Rapa koria mandere bosika. Toka, achia maisha yake. Rika ndaraba koria mandere bosika. Anayefuatilia na kuyaloga maisha yako hatafanikiwa. Nasema hatafanikiwa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aliyekamata maisha yako kichawi, aliyekamata maisha yako kichawi, anaachia sasa, anaachia sasa, anaachia sasa. Toka pepo haraka,
ya Yesu. Asante kwa ajili ya watoto hawa, wafungue kwa damu yako, wafungue na waweke huru kwa damu ya Yesu, wafungue na waweke huru kwa damu ya Yesu. Kila aliyekamatwa kichawi, Mungu achiliwe, ni mtoto wako halali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako, asante Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Kila aliyekamatwa, nyota yake elimu achiliwe kwa jina la Yesu Kristo. Fungua maisha yao, fungua maisha yao, uwaponye Bwana, uwapiganie Bwana, uwatetee Bwana, waokoe watoto hawa, waokoe dhidi ya nguvu za giza na mapepo ya kila aina kwa jina la Yesu. Wasitumikishwe usiku wala mchana, kwa damu ya mwana kondoo inaamuru wafunguke sasa, inaamuru wafunguke sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya uponyaji wako, asante kwa ajili ya uponyaji wako. Wewe ni Mungu uliye hai, wewe ni Mungu uliye hai. Wasaidie watoto hao wakawe salama kwenye elimu zao, wakawe salama kwenye elimu zao kwa jina la Yesu. Shetani usiwatumie tena, sio wakwako hawa, sio wakwako hawa kwa jina la Yesu. Wamenunuliwa kwa damu ya Yesu, wamenunuliwa kwa damu ya Yesu. Neema ya Bwana iko juu yao, kibali cha Bwana kiko juu yao. Shetani sio mali yako tena kwa damu ya Yesu. Wamefunguliwa na wapo salama kwa damu ya mwana kondoo. Neema ya Bwana iko juu yao na mkono wa Bwana uko juu yao kwa jina la Yesu. Wako salama kwa damu ya mwana kondoo. Yesu yuko ndani yenu na Mungu ataokoa katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile leo siku yetu ya kwanza, naomba niombe na watu ambao ni wagonjwa. Kama uko hapa ni mgonjwa, unatamani Mungu afanye kitu kwa ajili yako, unaweza ukakimbia hapa mbele mara moja tukaomba, alafu tukamaliza. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Kama uko hapa ni mgonjwa, unaweza ukasogea, ila kama huna, tunaweza kuendelea na ratiba nyingine. Haleluya. Mnaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Ino mikono yako juu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku yetu ya kwanza. Ninaikabidhi mikononi mwako. Neno lako ni taa na njia ya maisha yetu. Bariki kazi za watoto wako, bariki maisha yao. Uwe pamoja nao tokea siku hii ya kwanza mpaka siku ya mwisho tutakapokuwepo mahali hapa. Neema yako iwe juu yao na kibali chako kiwe juu yao. Uwafunike kwa damu yako na neema yako iwe juu yao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawakabidhi mikononi mwako na uwepo wako uwe juu yao. Katika jina la Yesu wote tuseme amen. Basi Mungu awabariki sana. Niwakaribishe siku ya kesho, tutaendelea na utukufu wa kesho utakuwa mkubwa zaidi ya leo. Karibisha ndugu yako, karibisha rafiki yako. Tupo kwa ajili ya Bwana na Mungu atakubariki sana. Mungu awabariki sana. Alpha and Omega Glory to God Ministry. Tembelea chaneli yetu ya YouTube. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe.